Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Katika siku hizi za mijadala mikali inayoshika kasi mitandaoni kati ya baadhi ya raia wa Kenya na Tanzania, ni muhimu sana kurejea katika maadili, mila na heshima tunazopaswa kuwa nazo sisi kama raia wa Afrika Mashariki, hususan tunapozungumza kuhusu viongozi wa mataifa jirani. Mama Samia Suluhu si tu rais wa nchi jirani ya Tanzania, bali ni mama, na katika jamii yoyote yenye heshima, mama havunjiwi heshima kwa matusi wala kejeli. Mwanamume mwenye akili timamu hawezi kumvunjia heshima mwanamke, hasa mama. Tafakari, ndiye hubeba mimba kwa miezi 9, akalea kwa uchungu na mapenzi. Ni jambo la aibu kutumia uhuru wa maoni kwa lugha ya dharau dhidi ya mama wa taifa. Hakuna taifa linaloweza kukwepa tofauti. Huja wakati tofauti zikajitokeza, lakini tofauti hizo haziwezi kuwa kisingizio cha kuhalalisha lugha chafu dhidi ya kiongozi wa taifa lingine. Uhuru wa kujieleza si leseni ya kukosa maadili. Lazima turudi kwenye msingi wa ustaarabu wa Kiafrika. Mpende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe. Kwa heshima na unyenyekevu tunatoa pole zetu kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan. Tunakuombea kwa Mwenyezi Mungu akulinde dhidi ya kila shari na kila mwenye shari. Akupe nguvu, akupe subira na hekima zaidi katika kuongoza taifa lako, hasa wakati huu mnapojitayarisha kwa uchaguzi mkuu. Ailinde Tanzania, akujalie kuwa taa ya amani kwa watu wako, na akupe ushindi dhidi ya maadui wa ndani na nje. Tunawaomba wananchi wa Afrika Mashariki, hususan vijana wetu, kutumia sauti zao kwa hekima, wala si hamasa, wala si jazba. Tuwajengee heshima viongozi wetu, si kwa sababu wao ni wakamilifu, bali kwa sababu taasisi ya uongozi ni heshima. Tukivunja heshima ya viongozi wetu kwa matusi, kesho watoto wetu watavunja heshima zetu kwa mfano huo huo. Kwa amani, busara na mshikamano wa kijirani tutazidi kusonga mbele.